Leo tumekusanyika hapa kusherekea nguvu, uthabiti, ubunifu wa wanawake wanaofanya mambo makubwa na kuendeleza gurudumu la mafanikio ndani ya benki yetu ya Equity. Baadhi yenu mnaweza mkawa mnasema IFC ni nini? IFC ni International Finance Corporation, na sisi we are the private sector arm ya World Bank Group. Our core business ni investment kwenye private sector, lakini tunafanya investments katika maana ambayo inasaidia private sector companies kukua, kuongeza ubunifu, lakini pia kukua sustainably. Isabella Maganga alivyoigusa Equity imekuwa dhahabu. Equity inazungumziwa. Equity imekuwa ndio ajenda ya mjini. Kwa sasa imeguswa na mwanamke. Tulizindua Mwanamke Plus baada ya kufanya survey au kufanya uchunguzi. Tukaona mwanamke kama mwanamke ni engine kubwa. Mwanamke ni muhimili wa uchumi. Tukasema basi hili liwe dirisha. Huduma zetu zote tunazozitoa ndani ya Equity basi zitakuwa zinamwangalia mwanamke katika kila hatua mwanamke aliyopo. Kuanzia mtoto anazaliwa, Equity inamtazama mwanamke. Anapojifungua, Equity inamtazama yeye na mtoto wake. Anapoenda shule, Equity inamtazama mwanamke. Anayefuata sasa ni mwanamke ambaye ni dhahabu, ambaye amehakikisha hakukata tamaa mwanzoni. Alikuwa hajui, lakini hakuamini kwamba kwa sababu sijui basi siwezi kumiliki nafasi hii. Lakini mwanamke huyu alihakikisha kwamba kwenye women balance, kwenye uongozi, wanawake wengine tunapata nafasi. Mwanamke huyu pia amehakikisha kwamba ili uweze kumiliki nafasi ni lazima uweze kuwa na uwezo. Basi ameempower wanawake wengine pia kuweza kupata nafasi. Lakini mwanamke huyu amewezesha kuweza kuona namna ambavyo benki ya Equity Tanzania imekuwa na namba nzuri sana. Financial report za 2025 ni moja kati ya financial report ambazo zimewapa surprises watu wengi sana, hasa wale ambao wanafuatilia masuala ya banking industry sasa hivi. Huyu si mwingine, ni mkurugenzi mtendaji wa Equity Bank Tanzania, Miss Isabella Maganga. Karibu sana. Na sisi Equity kama taasisi ni watu ambao tunasema benki yetu ipo kwa ajili ya kuwezesha biashara, kupanua fursa, kuonesha fursa, kukuza biashara na kubadilisha maisha ya Watanzania.